kiongozi wenu Stephen Kalonzo Musyoka, na tumekubaliana ya kwamba tutatembea pamoja tuunde serikali 2027. Na mimi nimekuja kuomba nyinyi, huyu kiongozi wenu mumpatie ruhusa, mtupatie yeye, tutembee Kenya, tutafute serikali pamoja. Mmepatiwa ruhusa? Wangapi wanasema amepatiwa ruhusa? Amepatiwa ruhusa. Mimi ningependa kusema sisi tumekuja kutangaza ya kwamba sisi ni marafiki wenu. Siku William Ruto ametuaibisha pale kwa bunge, huyu Kalonzo Musyoka, maseneta ya Wiper na wabunge ndio walifunika sisi uchi. Huyu William Ruto ambaye sisi tulimsaidia akakuwa rais, alienda akatutoa nguo mpaka ile ya ndani. Huyu Kalonzo Musyoka na maseneta na MP na jamii ya Wakamba mkatafuta blanketi mkatufunika uchi. Tumekuja hapa Ukambani kusema asante, na sisi ni watu ya shukurani. Kwa hivyo tumetengeneza urafiki, na mnajua nyinyi ni makazi ni wetu, si ndio? Sisi tumeenda hasara kubwa kwa sababu watu kwa tumeketi kuongea na nyinyi. Sasa tumechanuka, tumerefuka. Sisi tutatembea pamoja, na tukitembea pamoja tutafukuza kasongo. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi Wakamba, mimi ni political scientist, na mimi napigaga hesabu ya siasa. Tangu tuanze mambo ya multipartyism, sijaenda ile pande ya kushindwa. Pahali unaona Rigiji ako, hiyo ndio timu ambaye itashinda. Niliambia Kasongo alipoamua kunifukuza, nikamwambia sisi ni mafundi. Hii nyumba yako sisi ndio tulijenga. Kujenga nyumba ni mwaka moja, kuibomoa ni siku moja. Hii nyumba ya Kasongo wakasema tubomoe. Na huyo jamaa tumsukume. Mimi nauliza nyinyi watu ya Ukambani, Vaito, hii uchaguzi pahali imebaki ni kidogo sana na ni yenu. Tunataka mjiandikishe kura milioni 4. Mtafanya hivyo? Majenzi mpo? Nyinyi majenzi ndio dawa ya Kasongo, na nyinyi majenzi ndio mtakomboa Kenya. Na dawa ya kukomboa Kenya ni kuchukua vitambulisho na kuandikisha kura na kujitokeza kupiga kura.